alwaratha, wanaorithi. Sio kila mtu anarithi. Warathatul mayiti, wanaomrithi maiti. Asharatu min arrijali, wanamume wako 10. Wa sab'atu min an-nisa'i, na wanawake wako 7. Wanaomrithi maiti, wanamume 10, wanawake 7, jumla 17. 17 hawa ni watu ambao wanaweza wakakurithi baada ya wewe kufa. Kwa hiyo warathatul mayiti 10 min ar-rijal, wanaomrithi maiti upande wa wanaume idadi yao haizidi watu 10. Sawa. Wa sab'atu min an-nisa, na upande wa wanawake ni wanawake 7 ambao wanastahili kumrithi mtu. Shekhe anaanza moja, al-ibnu. Hili darasa amesomesha sana Shekhe Abdallah. Mtu nambari 1, al-ibnu, katika wanaume ni mtoto wa marehemu wa kiume. Al-ibnu, mtoto wa marehemu wa kiume. Sawa. Ibnul ibni, na mtoto wa marehemu, mjukuu wa marehemu wa kiume, wa mtoto wa kiume. Sawa. Si tumesema mtu nambari 1 ni mtoto wa kiume? Sawa. Na mtoto wa kiume wa huyo mtoto, yani mjukuu wa marehemu. Sawa. Wa insafara, na kushuka chini. Si tumeelewa? Kwa hiyo kwanza ni mtoto wa kiume, pili mjukuu wa mtoto wa kiume, na ule mtoto wawe mwanaume, kwa sababu tunazungumzia wanaume tu. Kwa hiyo mjukuu wako wa kiume atakurithi, lakini atakurithi wakati gani utajua huko mbele, lakini anastahili kukurithi, anastahili kukurithi. Yaani baada ya mwanao anaingia mtoto wa huyu mtoto wako, mjukuu mwanaume. Sawa. Nambari 3, al-ab, baba wa marehemu. Sawa. Baba wa nani? Wa marehemu. 4, al-jaddu, abul abi, babu, baba yake, baba wa marehemu. Sawa. Wa inaala, hata wakienda juu, babu wa babu, babu wa babu, babu wa babu, babu wa babu, kama wapo. Sisi tumeelewa? Kama vile kwenye wajukuu, mjukuu naye akiwa na mjukuu wa kiume, akiwa na mtoto wa kiume yumo, na yule akiwa na mtoto wa kiume yumo, na yule akiwa na mtoto wa kiume yumo. Ile ni cheni. Yaani hawa wajukuu wote hawa wanasimama nafasi ya mtoto wa kiume. Sisi tumeelewa? Wale wajukuu wale wanasimama nafasi ya mtoto wa kiume. Sasa utaenda kuona huko mbele wakati zinagawiwa huko Sheikh atasema. Namba 4, al-akh, mtu ambaye anaweza kukurithi mwingine ni ndugu yako wa kiume. 5. Sawa. 5. Watano, al-akh.
ndugu yako wa kiume uliozaliwa naye baba mmoja mama mmoja, sawa, au ndugu wa baba mmoja, au ndugu yako wa mama mmoja, huyo anaitwa al-akh. Sasa kuna al-akh shaqiq, akhu li ab, akhu li um. Kuna ambaye mmezaliwa baba mmoja mama mmoja, huyu ni namba moja. Huyu akiwepo anamzuia uliozaliwa naye baba mmoja, sawa. Akiwa hayupo uliozaliwa naye baba mmoja mama mmoja, yuko ambaye mmekutana naye kwa baba tu, anamzuia uliokutana naye kwa mama. Sasa ile vizuizi tutakuja kusoma kwa itatuweka sio pahala pake. 6, ibnul akh, mtoto wa ndugu yako anasimama kama baba yake. Ibnu al-akh, mtoto wa ndugu yako anaweza akakurithi, sawa. 7, al-am, ndugu yake baba yako, sawa. Baba yako mkubwa au mdogo anaitwa al-am. Ndugu yake baba yako anaweza kukurithi vile vile, ikiwa nafasi ya kukurithi ipo atakurithi, yaani yuko kwenye orodha, yumo, lakini hapa kuna kuzuiana, kiwepo huyu anamzuia huyu, kiwepo huyu anamzuia huyu, kiwepo huyu. 8, ibnul am, mtoto wa huyu ndugu wa baba yako, mtoto wa baba yako mkubwa au baba yako ndogo, anasimama pahala pa baba yake. 9, azauju, mume naye anamrithi mke, sawa. 10, almaula almutiku, almaula almutiku, aliyemwacha huru mtumwa, sawa. Wewe ulikuwa na mtumwa, yule mtumwa ukamwacha huru. Huyu mtumwa akifa, wewe ndio unafanya nini? Unamrithi, sawa. Almaula almutiku. Kwa hata kama mtu mwenyewe ulikuwa hummiliki, lakini umemkuta mtumwa pahala, ukamnunua alafu ukamwacha huru, hajaje kutumikia hata siku moja, lakini ukamnunua alafu ukamwacha huru, kama alivyoona na Maisha, akifa yule, wewe ndio unamrithi, sio wale waliomuuza. Wewe uliomnunua ndio unamwacha, wewe uliomnunua ndio unamwacha, ndio unamrithi. Sasa hawa 10 ni katika wanaurithi, wanamume wenye nafasi ya kurithi, sio lazima hawa wote warithi. Hawa wana nafasi ya kufanya nini? Wana uwezekano wa wewe kurithi. Sio tunaelewa? Na baba yake na yule sana baba yake, kama hawa wapo wote, hawa wote wana nafasi ya kurithi. 5, al-akh, ndugu yako wa kiume uliozaliwa naye, ima baba mmoja mama mmoja, au umezaliwa kwa baba, umekutana kwa baba, au umekutana kwa mama. Wote hao wanaitwa al-akh. Daraja zao ni tofauti, lakini ni ndugu zako. Upo uwezekano wao kufanya nini? Kurithi. 6, ibnul akh, mtoto wa ndugu yako wa kiume, mtoto wa kiume wa ndugu yako anasimama hapa kwa nafasi ya ndugu yako. 7, al-am, ndugu wa baba, awe mkubwa awe mdogo, ana nafasi vile vile na yeye ya kurithi. 8,
ibnul am, mtoto wa ammi yako, mtoto wa baba, ndugu wa baba yako, au ni baba yako mkubwa au baba yako mdogo, mtoto wake ana uwezekano wa kurithi. 9, azauju, mume naye anarithi. 10, almaula almu'tiq, yule aliyemwacha mtumwa huru. Yule mtumwa akifa, yeye ndio anafanya nini? Anamrithi. Kwa hiyo hawa ni wanaume aina 10 wenye nafasi ya kuweza kurithi. Hatusemi kwamba hawa wote ukifa lazima kila mmoja arithi. Kila mtu ana nafasi yake. Kila mtu ana nafasi yake. Kuna watu hapa tuliowataja, hiyo mali wataisikia kwa sababu kuna watu wanafanya nini? Kwa sababu mali inarithiwa na yule aliye karibu na maiti. Sisi tumeelewa, mali inarithiwa na yule aliyo karibu, yaani kadiri unavyokuwa mbali na maiti na ndio ambavyo unao uwezekano wa kukosa hiyo mali. Na kuna watu hapa kwa namna yoyote ile wao lazima warithi. Kwa namna yoyote ile wao lazima warithi. Na kuna watu wanaikosa hiyo mirathi. Sisi tumeelewa. Wao kishakuwa na watoto wa kiume, basi watoto wa kiume wamewazuia maambi zao wasirithi. Baba mkubwa, baba mdogo, madhali wewe na watoto wa kiume hawaingii tena. Lakini sasa hiyo tutakuja kusoma huyu shehe sisi katupa kama picha tu, taswiri basi, tafsiri la taswiri basi. Tuwasome wanaorithi katika wanawake. Kesho tunamaliza kitabu sasa. Alwarithatu minan nisa, wanaweza kurithi katika wanawake. Kwanza albint, mtoto wa kiume wa kike wa marehemu. Kule tunasema mtoto wa kiume, katika wanawake mtoto wa kike wa marehemu. Sawa? Haya, bintul ibni namba 2, mtoto wa kike wa mtoto wa kiume wa marehemu. Sawa? Marehemu amekufa kaacha mtoto wa kiume, na huyu mtoto wa kiume ana binti. Huyu binti anaingia kwenye mirathi. 3, al-um, mama wa marehemu. Mama wa marehemu. 4, al-jadda, bibi wa marehemu, yani mama wa marehemu, al-jadda. 5, al-ukht, dada wa marehemu. Dada wa marehemu, huwa kuna mtoto. 6, azauja, mke anarithi. 7, almaulatu almu'tiqa, mwanamke aliyemwacha mtumwa huru. Yule mtumwa akifa, huyu mama atarithi mali yote ya yule mtumwa.
almaulatu almutika, mwanamama aliyenunua mtumwa alafu akamwacha huru. Yule mtumwa akifa atarithiwa na huyu mama aliyemwacha huru, kama ilivyokuwa kule kwa wanaume na huko kwa wanawake. Mambo ni hayo hayo. Sasa kesho inshallah tutakuja kujua viwango na viwango tutakuja kuvijua kesho biidhnillah. Kwa hiyo tunachosoma hapa leo ni kwamba upande wa wanaume wapo wanaume 10 ambao wanaweza karithi, na upande wa wanawake wapo wanawake 7 ambao wanaweza kufanya nini? Karithi. Tukisema wanaume 10 sio maana yake wote lazima wakarithi. Na tukisema wanawake 7 sio lazima wote lazima wakurithi. Kuna watu wanawazuia watu wengine, sawa? Kuna watu wanawazuia watu wengine jumla hawarithi, na unaweza ukazuiliwa kwa kupunguziwa kiwango. Yaani kuna mtu akiwepo, wewe ilibidi uchukue 100 kwa sababu yule yupo, unachukua 25. Na kuna mwingine kwa sababu yule yupo, wewe unakosa kabisa, hata 25 upate. Sasa tumeelewa.